Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. Seven Fruit ndio mchezo wangu mama naupenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia. Safi, unaendelea. Uko vizuri? Mungu mkubwa tunamshukuru. Kitambo manake tunaona muda mrefu kidogo. Kweli Kweli. Tunashukuru Mungu. Kabla ya safari ya Morocco tulizungumza. Ni kweli kabisa. Sawa. Jeff, tuzungumze michezo. Nataka kufahamu upi mtazamo wako juu ya hiki ambacho kinaendelea kati ya Yanga na bodi ya ligi? Umeniuliza swali general kidogo, I would wish ungekuwa specific, lakini toka mwanzo mimi opinion yangu imekuwa wazi kabisa kwamba hili ni jambo ambalo linatakiwa kuwa resolved, na linatakiwa kuwa resolved kwa pande mbili kuheshimiana, kwa maana Yanga kutambua kwamba wao ni klabu ambayo iko chini ya jurisdiction ya TFF na bodi ya ligi. Kwa hivyo hakuna njia ambako wewe unaweza kujimwambafai mbele ya watu ambao wako juu yako ambao ni mamlaka. Kuna mamlaka moja tu ya mpira wa miguu nchini humu ambayo inatambulika kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni kwa mujibu wa usajili ambao uko BMT, na shughuli zingine zote zinafuata. Kwa hivyo katika hali ya kawaida huwezi kushindana na mamlaka iliyoko juu yako. Wote tunakubali kwamba uendeshwaji wa ligi kuna wakati unakuwa na dosari, lakini hatuwezi kuwa wanafiki kiasi cha kusema kwamba ama kumuaminisha mtu kwamba mazuri ambayo yametokea katika mpira kwa siku za hivi karibuni katika mpira wetu wa Tanzania yadogoshwe na jambo moja ambalo lilitokea labda Machi 7 au Machi 8, kwa sababu kwa watu ambao wana umri kama kwangu wanakubaliana mimi mpira huu umetoka mbali sana. Unapozungumzia ligi, tumetoka nyakati ambazo ligi yetu ilikuwa haina wadhamini kabisa. Tumetoka nyakati ambazo ligi yetu ilikuwa haina uwezo hata kuattract wachezaji wakubwa kutoka nje kama tunawaona sasa hivi. Makocha, klabu zetu zilikuwa hazina fedha. Tulikuwa tunaona ushiriki wa klabu zetu kwenye michuano ya kimataifa unalegalega, hauko consistent. Kwa hiyo haya yote ambayo yametokea kwa siku za hivi karibuni, ukianza kuyahesabu kuanzia qualification ya FIFA World Cup kwa timu ya vijana ya wanawake, back to back qualifications za AFCON kwa timu ya taifa, Taifa Stars, kuwa mwenyeji wa michuano mikubwa kama AFCON na CHAN ambayo inakuja, na hata michuano ya vijana ambayo ilifanyika mwaka 2019, ligi yetu kuwa moja kati ya ligi ambazo zinalipa vizuri barani Afrika. Huwezi ukayadogosha yote haya kwa sababu ya chuki tu, labda kuna kiongozi fulani unamchukia ama kuna kiongozi fulani ukubaliani naye, lakini pia you are the same team ambayo imechukua ubingwa misimu mitatu iliyopita. Bodi haikuwa mbaya wakati huo. Huu ubaya ambao unapatikana leo ni ubaya upi? Unajua Betha, mimi na wewe tukawa tuna ugomvi, tumegombana labda kwenye kitu kimoja. Sasa kama kulikuwa kuna vitu 50 huko nyuma ambavyo vinafanya uhusiano wetu uwe mzuri, haiwezekani kitu kimoja tu. Of course sometimes inawezekana kikawa ni kitu kikubwa sana, watu wamedhulumiana fedha, watu wamesalitiana na vitu kama hivyo, lakini we are talking on the context au muktadha wa football ya Tanzania. There's no way unaweza kumuaminisha mtu kwamba bodi ya ligi ama TFF ni watu wabaya sana kwa sababu tu ya kile kilichotokea kwenye mchezo huu namba 184. Kwa hiyo katika hali ya kawaida mimi I don't agree na yale ambayo Yanga wanayademand kutoka kwa TFF. Jeff, miongoni mwa matakwa ya Young Africans ambao wameyazungumza na wanataka takwa mojawapo ni kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF viwe vyombo huru. Unadhani ni sehemu gani bodi ya ligi haipo huru? No, unajua Young Africans kuzungumza hivyo. Uhuru, unapozungumzia uhuru ni jambo pana kidogo ambalo pia linahitaji ufafanuzi, kwa sababu hata ile mifano ambayo watu wanaitoa bado kuna scenario ukihadithiwa unaweza ukajiuliza kwamba huo uhuru ambao watu wanauzungumza ni upi. Watu wanasema kwamba ligi ya England kwa mfano ni huru, yes, lakini bado iko chini ya jurisdiction ya michezo kwa mujibu wa serikali ya Uingereza. Na ndio maana hata ilipotokea ile issue ya European Super League, ni serikali ndio ililazimika kuingilia kati, na baada ya pale serikali ikagundua kwamba kumbe hawa watu tuliwapa uhuru mkubwa sana. These days kuna watu wanaitwa independent regulators ambao wako pale kuhakikisha kwamba nyinyi mkifanya mambo yenu labda kwa uhuru uliopitiliza, watarudisha kwenye mstari. Kwa hiyo
hata huo uhuru upatikane vipi, lakini bado mpira utaendelea kuwa chini ya mamlaka. There's no way unaweza ukaseparate mamlaka na football, kwa sababu sisi sio kisiwa, tunaishi kwa mujibu wa sheria, iko BMT, wizara ipo. So uwezi kusema kwamba hii bodi itakuwa huru alafu kuna wakati utahitaji pia mandate ya serikali kufanya mambo yako. Hili swala la madai ya TFF pamoja na Young Africans yanatupa taswira gani kwenye mpira wetu, na je, kinachoendelea sasa hivi kina afya kwenye soka letu, na kwa nini unadhani jambo hili linakuja kwa wakati huu na sio mwanzoni mwa ligi? Unajua pia to some extent lazima tukubali ukweli kwamba mamlaka zetu zimeziendekeza hizo timu kubwa. Ni kama mtoto, unajua mtoto ambaye wewe ukiwa na watoto wengi, kwa mfano afu yule last born labda unamdekeza ama unamuonyesha upendo kwa kiasi kikubwa kuliko wengine, at some point yule mtoto atakuja kuharibika na wale ndugu zake watalaumu kwamba bwana mama huyu ulimdekeza ndio maana kafika hapa, sisi wengine ukutudekeza ndio maana tukawa serious. Kwa hiyo kwangu mimi timu hizi kubwa kuna wakati zina abuse privilege ya ukubwa wao na wanakuwa wakosefu wa heshima wakati mwingine, kwa sababu kwa hatua ilikofikia mtu unamtaja kwamba eti humtaki kiongozi fulani ni upungufu tu wa heshima kwa hao viongozi, kwa sababu hakuna kitu ambacho hakiwezi kukaa na kuzungumzika. These are the same people ambao kuna wakati Yanga iliwahi kukwama Kigali na wakapigiwa simu na wakawa na msaada. Kumwaminisha mtu kwamba watu ni wabaya kiasi cha nyinyi kwamba hamtaki kuendelea na mashindano kwa sababu ya uwepo wa mtu fulani, I don't think ni kitu sahihi. Yeah, lakini pia unadhani mamlaka zikifanya hivyo zitakuwa ziko sahihi kwa ajili ya kuifaidisha klabu fulani? No, unajua kwanza siku zote kujiuzulu huwa sio solution. Ziko nchi ambazo marais waliwahi kujiuzulu na hakuna solution ambayo ilipatikana kwa kile ambacho watu walikuwa wanadai. Na mfano mwingine ambao naweza nikautoa, I don't think viongozi wa Yanga huwa wanapatia kila kitu katika shughuli zao wanazozifanya. Ni nani ambaye amewahi kutoka na kuwataka wajiuzulu? So haiwezi kuwa kwamba wewe kitu chochote ambacho kinatokea kama changamoto, impulse ya kwanza ni kujiuzulu. Na watu wanapaswa pia kuelewa kwamba pamoja na ukubwa wa hizi klabu, lakini existence ya klabu kubwa haiwezi kuwepo bila existence ya klabu ndogo. Yaani Simba, Yanga na Azam kwa mfano wanaweza wakajiproud kwa ukubwa wao, lakini hawashiriki ligi wao peke yao, timu mbili ama timu tatu. Wanashiriki na timu zingine. Kwa hiyo kama leo hii kila timu ina mtu wake labda ambaye haimtaki pale TFF, kwa sababu unajua binadamu tunaweza kuwa tukubaliana na vitu vingi. Inawezekana mimi Betha wewe tunafanya interview hapa kwa sababu ni kazi, lakini mimi labda nakuchukia sababu huwezi kunilazimisha mimi nikupende. Maybe hata wewe mimi unikubali, siwezi kukulazimisha. Lakini because you're professional enough, tuko hapa tunafanya kazi, unanioji na unakwenda kusubmit content kwa yule ambaye unasubmit kwake na maisha yanaendelea. Lakini kama ungekuwa unaongozwa na chuki, kuna watu wengine ungekuwa uendi kwao, kwa sababu wewe you can't convince me kwamba wewe kila mtu unayemhoji wewe unampenda, una moyo huo. Sawa. The same way hata mimi inawezekana hata wenzangu hapa ofisini sio wote ambao mimi nawapenda, kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu, huwezi kunilazimisha mimi nimpende Jumayo, huwezi kunilazimisha nimpende sijui Evans au nani, lakini because I'm professional enough nafanya nao kazi bila shida, in spite of the fact kwamba inawezekana mimi na wao hatuna upendo kati yetu. So can you imagine kwamba kila mtu sasa akifuata mfano wa Yanga wa kumtaka kiongozi fulani, tutakuwa hatuna hata hiyo TFF yenyewe. Umeelewa? Lakini kama hii ndio precedence ambayo tunaiset katika kuongoza ama kuutawala mpira wetu ama michezo yetu, kuna mtu kwa mfano kama Mzee Magoma hakubaliani na uongozi ulioko Yanga sasa hivi. Ameshawahi kusema lini waachie ngazi? Ama ameshawahi kupewa attention kiasi gani kama hata aliwahi kusema hicho kitu? Kwa hiyo at the end of the day sio kitu sahihi, kwa sababu cha kwanza unajua Betha, mtu akiwa na mambo yake ambayo ameyaficha ni swala la muda tu kwamba atakuja kuyafichua yale mambo. So kadri muda unavyozidi kwenda tunakuja kugundua kwamba kuna watu walikuwa wanaishi wana visununu katika nafsi zao. Umeelewa? Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba haya yote ambayo tunayasikia leo chanzo chake ni yaliyotokea Machi 7 na Machi 8. Sawa? Huwezi kuniambia kwamba eti haya yote ambayo yameibuka sasa hivi ndio mpaka tunakuja kujua kwamba kuna watu wanakatana hela za vibali vya wachezaji, kuna hela sijui za uongozi. Lakini pia hata mifano ambayo baadhi ya watu wanatumia,
ukiangalia chronology of events, issue inaanzia kwenye Simba kuzuiwa kufanya mazoezi, mechi inakuja inaahirishwa. Baada ya hapo watu wanakwenda CAS kudai point 3 na fidia. Baada ya hapo watu wanatishia kwenda mahakamani, wanakuambia watasimamisha ligi. Inakuja inaibuka stories sijui kwamba kuna watu wanakwenda Rwanda kucheza mechi tarehe 15. Wanasahau kwamba hata hiyo mechi yenyewe kwenda kucheza lazima kibali upate TFF, kwa sababu mpira wa nchi hii uko regulated na mamlaka. Sawa. Baada ya hapo yanaibuka masuala ya mahakamani, na hata hiyo mifano yenyewe hao watu wanaokwenda mahakamani wakiitoa, unaona kabisa kwamba hawa ni watu ambao kitu wanachokitafuta hawana hata uhakika nacho, kwa sababu watu wadau wa mpira ambao waliwahi kupelekwa mahakamani hawakupelekwa mahakamani kwa sababu ya mechi. Sawa, walipelekwa mahakamani kwa kesi ambazo zilikuwa na element ya jinai ndani yake. Mtu amefoji document, mtu ametumia vibaya hela. So hivi ni vitu vya mpira ambavyo unaweza kuvipeleka mahakamani. Kama kuna mtu ana ushahidi kwamba kumetokea ubadhirifu wa fedha TFF ambao viongozi wa juu wa TFF au bodi ya ligi wako nyuma yake, that's a crime. That's a crime. Upelelezi unafanyika na watu wanapelekwa nani mahakamani. Lakini leo hii huwezi kutuambia kwamba eti unataka mtu afungwe ama unataka labda element ya jinai iwepo baada ya mechi kuahirishwa. Na zaidi ya hapo, kuna watu wana maoni yao, lakini wanachosahau ni kwamba hakuna kitu ambacho TFF imekifanya au bodi ya ligi bila kusimamia kanuni ambayo unaweza ukaicite kwamba bwana, kanuni hii na hii na hii, kanuni inasema A, B, C, D. Na ndio maana hata watu walipokwenda CAS walipewa ufafanuzi ambao ule ufafanuzi ukishaupewa hauwezi tena kurudi pale mpaka upitie katika njia sahihi. Hata walipokwenda mahakama ya mwanzo juzi walipewa ufafanuzi ambao unaona kabisa kwamba kama hawa watu ni waelewa, hawezi tena kurudi huku, kwa sababu wameambiwa kwamba hii mahakama haina uwezo wa kusikiliza yale ambayo nyinyi mnayataka, na kule mlikotoka rudini kule. So at the end of the day, hili ni jambo ambalo haliusaidii sana mpira wetu, zaidi tu lina expose incompetence ya baadhi ya viongozi wa vilabu vyetu, kwa sababu wewe unapokuwa kiongozi wa juu wa klabu halafu watu wanakwenda mahakamani kwa niaba ya klabu yako, na wewe uko pale na unaweza ukawazuia, na unaingia katika vikao mikutano mikuu ya TFF, unaweza ukawazuia kwamba guys, hili jambo alihitaji kwenda mahakamani, lakini uwazuie ufanye hivyo. It shows you an incompetent leader. Lakini nini hasa unachokiona kwenye hatima ya ligi yetu endapo Young Africans wataendelea kuuma meno kwamba msimu ujao hawatashiriki kabisa kwenye hii ligi? Hawana uwezo huo wa kutoshiriki. Hawana uwezo huo. Kwa nini Jeff mpaka unazungumza hivyo? Ni maneno tu ambayo watu wanazungumza. Unajua sisi wa Tanzania mdomo ni mali yetu. Na mara nyingi hii privilege ya watu kuwa wanafuatiliwa, kuwa na mashabiki, wakati mwingine tunaiabuse, kwa sababu tunajua kwamba mimi nikizungumza, nikiposti kitu Instagram, watu watakifuatilia, watu watakitrendisha and what not. Matokeo yake ni kwamba kuna maoni mengi binafsi ambayo yanarushwa bila hata kuwa na maana ya msingi. Umeelewa? Kwa sababu wewe unapotaka bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu ya issue moja tu ambayo imetokea, let's assume kwamba kweli kuna mtu wa bodi ya ligi alikosea. Ni sisi ambao tumekuwa tunaisifia hii ligi. Tunasema hii ligi sijui inashika nafasi ya 4, sijui ya 5 kwa ubora barani Afrika. Tunawasifu viongozi wetu kwamba wameufikisha mpira fulani. Haiwezekani ya mambo yote leo yamesahaulika kwa sababu ya jambo moja. So it also shows you maarifa yetu sisi kama wanachama wa hivi vilabu kwamba ni watu ambao huwa tunapelekeshwa tu. Na ndio maana huwezi kuona watu wanapetition jambo zuri. Huwezi kuona hata siku moja watu wamemuita kwa mfano kiongozi wa Yanga na kuanza kumhoji kwa bwana, ulituahidi uwanja uko wapi, muda unazidi kwenda. Huwezi kukuta watu wamekaa wanauliza kwa bwana, kwa nini timu yetu labda haina proper plan ya soka la vijana? Mashindano ya timu za vijana yanaendelea, sisi tunatolewa kila siku. Haiwezekani klabu yetu ikatumia mamilioni ya dola kila siku kuwaleta kina Aziz Ki, kina Pakome. At some point lazima klabu yetu iwe sababu ya vijana wa Kitanzania kufanikiwa. Ushai kusikia lini wazee wanaibuka wa Simba na Yanga au? Lakini wazee wanaibuka tu ukiwa na issue ya referee, wazee wanaibuka ukiwa na issue kama hizi za mahakamani. So it shows you pia kwamba sisi wanachama wakati mwingine huwa tunatumika kwa vitu vibaya, wakati pia tunaweza kutumia nguvu yetu katika vitu vizuri.
Kwa Jeff, nini kitakwenda kutokea? Kwa sababu Yanga kama wanasema hawachezi, na maana mechi mbili zilizosalia za mwisho kichwa tarehe 15 ni kwamba utaratibu wao ni ule ule. Bodi ya ligi itasimamia utaratibu wao kukata pointi 15, kwa jumla atakata pointi 45. Mimi naamini ligi itamalizika. Naamini dabi itachezwa, naamini hizo mechi mbili ambazo ziko kwenye ratiba zitachezwa, naamini fainali ya kombe la FA itachezwa, na hata huyo ambaye anasema kwamba msimu ujao atajitoa kwenye ligi ni maneno tu anazungumza. Vitendo, nadhani unakumbuka kuna siku Yanga walisafiri kwenda Nigeria, na kuna sauti ya rafiki yangu mmoja wa zamani ilisikika, alikuwa anasisitiza sana kwamba hatuchezi, lakini walikuja wakacheza. Kwa hiyo ni mfululizo ule tu, watu kuzungumza maneno ambayo hayamaanishi, kwa sababu wanajua kwamba wanayo nguvu ya kuzungumza, lakini at the end of the day maisha yataendelea vile vile yanavyokuwa yanaendelea siku zote. Wala hakuna mashaka yoyote, ni maneno tu watu wanaongea. Sawa, Jeff, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Shukrani naye. Na bila shaka utakuwa umeweza kumsikia Jeff Leah namna ambavyo amezungumza. Mimi sijui hatima ama mshike wa jambo hili litakwenda kumalizikaje, na wala sifahamu litakwenda kutamatikaje. Naitwa Bertha Msoga, nikumbushe kwamba PMBet maisha ni mepesi sana, huko watu wanajishindia pesa taslim, lakini pia wanaondoka na ndinga kali aina ya Toyota IST, lakini pia kuna Toyota Harrier na Nissan X-Trail. Nenda sasa kajisajili kupitia www.pmbet.co.tz. Nyuma kamera yuko Petro Mzigo.